nisikize, hataishi kwa mkate bali kwa logos, kwa rema. Rema na wasikize, niangalie, nipungie nisikiliza kwa makini. Kwa rema kuna neno logos, tunasema logos ni neno lililoandikwa Biblia, logos, lakini ataishi kwa rema, neno la ufunuo ambalo linakuja. Kwa hiyo sisi hatuishi kwa mkate, tunaishi kwa rema, kwa neno la Mungu. Sasa lakini mkate inawakilisha sababu mambo ya rohoni yanafunua kwa mambo ya mwili yanayoonekana. Ndio maana Yesu aliwapa mkate, akimaanisha anaweza kuwapa mkate ambao ni neno lake. Kwa hiyo utabii kuishi kwa vitu ambavyo, kwa chakula kinachoharibika, kwa vitu vinavyoharibika. Naomba nisikize vizuri, tusiendelee mbele. Watu waliokoka kama wangejitambua ni watu matajiri kuliko mtu yeyote hapa duniani. Kwa sababu Mungu yuko na wewe. Niko na somo naangalia kwamba asema Yesu alikuwa ndani ya Yesu na Yesu ndani ya Baba, na alipoondoka akasema atakuwa ndani yetu. Roho Mtakatifu atakuwa ndani yetu. Tuna kitu tofauti sana. Chombo lolote kwa jina langu Baba atatenda. Kwa hakuna chochote unachoweza kuomba usipewe. Sasa kwa nini hauna? Kwa nini unateseka? Unataka kazi upate, unataka mtaji upate. Mungu hajawahi kushindwa. Mungu anatenda, Mungu anafanya. Haijalishi nini kimetokea kwa maisha yako, anaweza kubadilisha. Lakini anaangalia nia ya ndani. Hiyo kazi unaitaka kwa nini? Huyo Mungu anamtaka kwa nini? Hiyo biashara unataka kwa nini? Huo mtaji unataka, je, unampenda? Sasa Wakristo wengi wanakuwa maskini kwa sababu Mungu anaangalia. Akipata kazi kanisani muone, akipata kazi aombi tena. Yaani anachotaka ni kazi. Akipata muujiza wowote anamwacha Mungu. Yaani sasa shida nimeona ndani ya yaani ukipata kazi ndio basi, ukipandishwa mshahara ndio basi, ni shida. Kazi ikiondoka ndio basi, haijalishi. Kwa Kristo hawa tunasema kwamba wao walikula mikate hao. Lakini hicho ni chakula kinachoharibika. Kazi inaharibika, mwili unaharibika. Alisema kama pasipo mwili huu nitamwona Mungu. Kuna watu kama kina Paulo wakasema kwamba hiyo nimekufa. Hiyo niko hai, bado Mungu atatukuzwa. Yaani mauti ya Paulo lazima inaenda na utukufu. Akiwa hai bado. Kwa hiyo yaani shetani hapati chochote. Halo, unipungie usisinzie, na sitaki kuwa nasinzia. Unasinzia nini? Na kuna mtu kusinzia. Haleluya sana. Nasema haleluya sana. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Kama kina Paulo wamesimama, they don't care. Yaani sema nife sawa, niishi sawa. Yaani wale watu ndio walimfuata, hawakuwa wamikate, walimfuata Mungu si kwa sababu nyingine yoyote. Yaani mimi naangalia watu kama, yaani mimi nashangaa hata mtu wangu na mchallenge wakati mwingine. Yaani wewe sura yako inakunjika kwa sababu Yesu hajakutendea. Kwa sababu Yesu hajakujibu. Kwa sababu ukishajibiwa ndio uje hapa. Jamani Yesu mzuri. Jamani hakuna kama Yesu. Kesho tu unasema Yesu afanye. Yaani Yesu ni mzuri wakati wote. Uzuri wake haubadiliki. Sema haleluya. Uzuri wake haubadiliki. Haubadilishi na chochote. Kuna mtu akanichekesha. Akaambia kuna mchungaji alikuwa anaomba aone matokeo kwenye huduma. Hiyo hata wachungaji wakati mwingine ni watu. Anaomba hamna vitu. Mchungaji akagoma. Akamgomea Mungu. Akaomba na kanisani. Wiki 4
mchungaji yuko nyumbani. Washirika wanauliza jamani, baba yuko wapi? Mama akatumia hekima, mama wenye hekima akasema kwamba baba yuko nyumbani kwenye utulivu. Haleluya. Wake kama watu ni watatu. Baba yuko kwenye utulivu. Mama hajaanza kwenda kanisani, mchungaji kaacha. Wiki nne. Maana yake mama na yeye angekufa na huo upepo, kanisa lingekufa. Kaya na muda mtu kasabe mikate. Kama Yesu mbona ufanye? Kaya na muda yule kanisa lingekufa hivi. Lakini leo yule mchungaji yule mama, Mungu amepindua meza. Mambo yamebadilika. Maisha yamebadilika. Je, angeacha ingekuwaje? Haleluya. Chapie Yesu makofi. Sitaacha. Haleluya. Lazima ndio maana tunataka kufundisha kwenye sema Roho Mtakatifu. Kuna nguvu Mungu anayotupa ya kuweza kustahimili, ya kuweza kuvumilia maisha yetu. Kama unasimama, nilimcheka sana Yohana. Nilisoma kwenye Marko, nikasoma kwenye Mathayo, nikasoma kwenye Yohana. Kusoma utapata picha kamili. Yohana ametabiri, ndio shida pia kutabiri watu wengine. Akakemea maovu. Akamwambia wewe sio halali kwako kuwa na mke wa ndugu yako. Mfalme akamkamata, akamweka gerezani. Kwa kosa gani? La kuhubiri Injili, ya kusema kweli. Akawekwa gerezani. Alafu Yesu akaambiwa kwamba kuna sehemu ya kusoma hizo utapata kwamba Yohana kawekwa gerezani, akanyamaza. Kumbuka alisema kwamba alikuja kuwafungua wale waliofungwa. Yeye ni mfalme. Kwa maana yake alikuwa na mamlaka. Akakaa kimya. Akakaa kimya kwamba ule msemo mwingine anaelezea kama amekaa kimya. Yohana kwa sehemu nyingine ikabidi atume wanafunzi wake. Wakamwambia jamani, hebu nendeni kwa Yesu. Kamuulize. Yeye ndio yule ambaye tuliambiwa kwamba atafungua macho ya vipofu. Yeye ndio yule tuliambiwa kama ni mfalme ajaye. Yeye ndio yule tuliambiwa kama ana nguvu. Yeye ndio yule tuliambiwa. Mwambie, mimi mwagerezani ndio maneno mengine, mbona haji? Yesu akamwambia, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, na viwete wanatembea. Na yule asiyechukizwa na mimi, haleluya. Asiyechukizwa na kumtoa gerezani mpaka amekatwa shingo. Wewe hata shingo haijakatwa. Haijakatwa. Unaweza kweli hapa kanisani Mungu yupo kweli? Huyu mchungaji kweli na mpango kweli? Au tutafuta mchungaji mwingine? Kawaambia watu miujiza inatokea. Watu wanaponywa, watu wanakombolewa. Haleluya. Kawaona mashangaa kama Yesu ulitoa. Jamani mwambie, majaribu unayopata ndio mtaji wa kukusaidia. Hakuna namna nyingine. Ningekuwa naongea na wanaume wa Mara, ningekuwa naongea na wanaume wa kaskazini, wangekuwa wananielewa. Wanatahiriwa bila ganzi. Asubuhi mnapelekwa maingilio kwenye mto maji baridi, alafu na kisu kinakata. Achana wa huku ambao wanaweka mpaka ganzi, lakini kitu kinakata. Lakini mwanaume anakaa anaambiwa hakuna kulia. Hawezi kuwa mwanaume bila kutahiriwa, lazima upitie maumivu, ikatwe usikie maumivu. Haleluya. Ungana kwa lugha ya kina mama, kama kujifungua ni rahisi. Anaweza kang'oa mpaka nywele, akang'oa masikio, kama chochote, maumivu makali. Lakini akishaanza mtoto anasahau yale maumivu. Haleluya. Kama lazima kama bibi ana maana. Sasa kuna watu ambao hawataki maumivu, hawataki process, hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Hakuna namna, lazima upite. Wewe sio wa kwanza kukosa hela. Wewe
wamefiwa. Wewe si wa kwanza. Yaani wako watu wamefiwa. Wako watu hawana watoto, watu wapata watoto wakafa wote 7. Wako watu, yaani haijalishi kama yaani Mungu hatishi na shida unayokuwa nayo. Anaangalia imani ambayo iliyoko